Leo hii kama nilivyotangulia kusema, tumekusanyika hapa kushuhudia utoaji na ugawaji wa fedha hizi katika wizara hii, takriban bilioni 7 ambazo leo nimekwisha kuzikabidhi, ikiwa ni mikopo ya masharti nafuu ya kuwezesha upatikanaji wa mitaji katika programu ya BBT uvuvi kwa wahitimu waliohitimu mafunzo kwa vitendo, ambao kwa pamoja tunasema tunajenga kesho iliyo bora, si kwa maneno bali kwa vitendo yanayozalisha ajira, kipato na matumaini kwa vijana wa Tanzania. Mikopo haina dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji kuitoa anapohitaji kupata mkopo huu. Hapo zamani walikuwa wanasema vijana wakihitaji mikopo wanahitaji wawe na nyumba, wanahitaji wawe na magari, wanahitaji wawe na hati zinazohusiana na umiliki walivyonavyo. Mheshimiwa Rais alisema hawa vijana ni Watanzania maskini wanaotoka katika familia zisizojiweza. Leo tunazungumza fedha hizi zinazotolewa katika wizara hii ya mifugo na uvuvi, katika hizo bilioni 7, almost riba ni sifuri. Hamna riba yoyote. Sasa unataka kusema sauti ya vijana haijasikilizwa? Huu mradi unaotolewa leo hapa mpaka miezi 8, sio? Ili watu waanze kurejesha. Lakini leo hapa tunakabidhi vizimba 80. Vizimba hivi sio vya vikundi. Vizimba hivi kila kijana ana kizimba chake binafsi ambacho serikali imempatia. Tunafanya hivyo kwenye viwanda, tunafanya hivyo kwenye tehama, tunafanya hivyo kwenye kilimo, tunafanya hivyo kwenye biashara mbalimbali ambazo vijana wanazifanya. Nia ni nini? Wanaotaka kufanya biashara kwa vikundi, waende kwa vikundi. Wanaotaka kufanya biashara binafsi, wafanye binafsi. Masharti haya yote tumeyarekebisha ili kuhakikisha kijana hana kisingizio cha kusema mimi nimebaguliwa au mimi sijapewa nafasi. Ninaamini kwa masharti haya kijana ambaye hataki kufanya kitu sio kwa sababu amekosa fursa iliyotengenezwa na serikali. Itakuwa ni yeye tu ameamua kutofanya hivyo. Tumejitahidi kadri tunavyoweza na tutaendelea kuboresha mazingira. Vijana hawa watatekeleza miradi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba pamoja na ufugaji wa jongo bahari, kilimo cha mwani na unenepeshaji wa kaa. Mheshimiwa Waziri, hii ni awamu ya kwanza ya utoaji wa fedha hizi. Uwezeshaji wa vijana hawa ni sehemu ya mkakati wa wizara wa kuongeza uzalishaji pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa sambamba na utoaji wa ajira nchini. Uwekezaji tunaoufanya leo kwa vijana hawa si tu unalenga kuongeza ajira, bali pia unalenga kupunguza uhaba wa samaki nchini, kuongeza kipato cha wananchi na kuchangia zaidi katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa hiyo FETA itasimamia kwa karibu utekelezaji wa shughuli zote za kila siku za mradi kwa hao vijana, ikiwa ni pamoja na kuandaa na kusambaza pembejeo muhimu kama vile vifaranga vya samaki, vifaranga vya jongo bahari na zile mbegu za mwani, bila kusahau vifaranga vya kaa. Aidha, FETA itasimamia uwekaji wa miundombinu wezeshi kama vile vizimba. Kwa hiyo FETA itaendelea vile vile kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote pamoja na kusimamia nidhamu, uwajibikaji na usimamizi mzuri wa vikundi vya vijana ili waweze kufanikiwa.